mbiu za kilimo zimekuwa nyingi. Ni namna fulani ya kuhamasisha kilimo cha kufana kupona, siasa ni kilimo na kadhalika na kadhalika. Lakini kupitia uhamasishaji huu nchi imekuwa ikijitegemea kwa chakula, na ndugu zangu niwaambie, si jambo dogo. Ukweli ni kwamba tungetamani tuwe mbali zaidi, lakini si jambo dogo hata kidogo. Kurithi nchi, Mwalimu Nyerere anarithi nchi ya kwenda kuomba chakula nje. Na tulikuwa watu kama milioni 9 tu. Milioni 9 hadi yote tulionao sasa hivi. Alienda kuomba chakula kwa Rais Kennedy. Sasa hivi tunajitosheleza, tuna changamoto yetu kubwa ni kuuza chakula hicho nje. Si jambo dogo. Kwa hiyo kauli mbiu hii tumeiona na matokeo yake. Na takwimu hizo unaweza ukajiuliza ni za kweli, lakini njaa inafichwa, inajificha. Njaa ikiwepo, njaa inajificha. Kelele za kuuza mahindi tulizozisikia huko Ruvuma na Rukwa ni za uongo. Wakulima wanapiga kelele kwamba tumevuna sasa hivi hatupati masoko, za uongo. Kwa hata kama mtu unapata shida kukubaliana na hizi takwimu, haya mengine yanaonekana. Na sasa hivi naanza kusikia watu wanaanza kuniambia, sasa mbona tunaona magari mengi sana yanasafirisha chakula yanapeleka nje, yanapita mpakani, na sasa hivi hali ya ukame inaanza kuja. Sasa maana yake nini? Hao wanauza chakula hiki kwa sababu kuna ziada. Kutoka kwenda kuomba chakula Marekani mpaka sisi kuanza kwa basket of East and Central Africa ni hatua kubwa sana. Hapa Eswatini hapa tulianza kupeleka mchele juzi hapa. Na tumeanza kupeleka mchele unaanza kuuzwa, lakini baadaye kumetokea changamoto, tunafahamu politics zinazoenda kule. Kwa hiyo tunaona kama soko la Afrika linafunguka kwa ajili ya kwenda kuuza. Hizi kauli mbiu tusizibeze. Ni sahihi kusema kwamba bwana tungeenda mbali zaidi. Sawa kabisa. Kwa sababu usipokuwa na malengo makubwa sana haikusaidii. Lakini kama una malengo makubwa sana, ulitaka ufike 100 ukafika 70 kutoka 5, halafu kaanza kulalamika tu kwamba ukabeza ukasahau kwamba umetoka 5 kwenda 70, kwanza naweza kukatisha tamaa tu, ukaona kwamba hakuna kinachoendelea. Ukweli ni kwamba tunakwenda mbele. Na nimeonyesha tija kwenye mahindi, tija kwenye mpunga, sikuonyesha katika mazao mengine. Sisi bado kila siku tunazungumza tija yetu ni ndogo, lakini actually tija tulionayo sasa hivi ni nzuri kuliko siku tunapata uhuru. Kwa mimi nadhani zile kauli mbiu zilikuwa za kuhamasisha. Nakumbuka sana Mwalimu wakati nasoma, na hotuba zake nyingi zilikuwa za kilimo. Mvua za kwanza za kupandia, otesheni kwa mstari. Mwalimu alikuwa anasema hizo. Kwa hata zile kauli na uhamasishaji na hotuba zile zimetusaidia. Sasa je, tuko ambapo tunataka tuwepo? Hapana. Tanzania ni nchi yenye ambition kubwa. Tuna ambition kubwa, sisi watu wa kubweteka. Yaani tumefika hapo tuseme basi. Hapana. Mimi naomba kwamba tunachosheleza kwa chakula. Lakini hapana. Bado sisi tunafikiria sasa hivi kila ukienda supermarket ya Afrika unataka kununua mchele, chukua kutoka Tanzania. Anzia Morocco, Algeria, everywhere. We have bigger ambitions than this. Kwa hiyo ndio wakati mwingine na Watanzania mimi ninachopenda ni kwamba watu wa ambition sana. Ndio maana mara nyingi Watanzania sisi ni rahisi sana kujiona kama sisi hatujafanya tunachotaka. Kuna huka hiyo. Pengine sio huka mbaya, kwa sababu mtoto anayejitahidi apate A akapata B akajisikia vibaya, mwingine analia machozi, ni mtoto ambaye anataka apate A, basi utafurahi afadhali anataka apate A kuliko ambaye anapata B. Na sababu anashapata B wala sina haja kufanya juhudi zaidi. Kwa zile kauli mbiu unaweza kuzisema hivyo kwa sababu tungetaka tu tumeenda mbali zaidi, lakini jamani tumepiga hatua kubwa kwenye kilimo. Katika hilo idadi ya watu imeongezeka karibu milioni 60 sasa hivi. Kutoka milioni 9. Sasa milioni 9 walikuwa hawezi kujilisha. Walikuwa hawezi kujilisha. Sasa hivi kuna nasikia watu wanasema tumekata miti sijui wapi, ndio maana hali ya hewa ilikuwa si nzuri. Hiyo miaka 50 watu walikuwa nakufa kwa njaa Tanzania. Kulikuwa na vifo vya njaa. Early 61, 62 watu walikuwa nakufa kwa kosa chakula. Hiyo miti silikuwepo. Na hata hilo swala kukata miti, kweli tusikate miti. Kusema umeanzisha bwala Mwalimu Nyerere miti sijui, Tanzania ina almost more than 30% ya ardhi yote imehifadhiwa. Na upandaji wa miti umeongezeka. Ujerumani ni asilimia kama 4 tu ya eneo limehifadhiwa. Sisi tunaongeza na upandaji wa miti unaongeza. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba hizo kauli mbiu singependa tuzibeze. Labda uzibeze kwa kusema kwamba bwana tungetaka mwende zaidi. Na kama vile timu ya Simba inavyocheza biriani, inafunga goli 2, alafu
Unasema goli 2 hazitoshi, lakini imeshinda point 3 kibindoni. Twende kwenye no, lakini ni ukweli huo. Na ndugu zangu, tunaadhimisha miaka 60. Tutumie muda sasa kujivunia kwanza. Tusibweteke. Lakini tutumie muda kujivunia. Sasa mimi doketi yangu ni kilimo, lakini msamehe tu, na Zamaradi yuko hapa, mtoto wa Simba nani? Simba wa vita. Ngoja niseme kitu kimoja ambacho Tanzania tunasahau sana. Na naona nje ya kilimo, lakini lazima niliseme. Nchi gani Afrika ilikuwa ya kwanza kuanzisha presidential term limit, kwamba kama dakika naondoka, ya kwanza kuanzisha na kudumisha? Ipi? Watu huko nje wanamsifu Mandela. Nyerere aliachia madaraka 1985, Mandela bado yuko ndani. Kwa hiyo akaenda vijijini. 1985. Nchi yetu imekuwa very stable. Sasa mapungufu yapo na tusibweteke, lakini kwa miaka 60 jamani, tukumbuke yale mazuri. To celebrate. Sawa jamani? Nchi imekuwa sana. Sasa hivi ukiangalia Afrika, unfortunately for this year tunapokwenda, kuna drawbacks nyingi tunaziona duniani. Hapo Ethiopia kuna nini sasa hivi? Kuna nini? Juzi West Africa kuna mapinduzi yametokea. Uongo kweli? Tunarudi tena kule kwa zamani. Hapa kwetu tuna changamoto kweli. Kuna changamoto za kupiga, lakini hapo jiulize maswali. Jiulize tu maswali. Tunapata pigo kubwa kufiwa na head of state. Pigo kubwa kweli kweli. Kuna nchi nyingine ilikuwa ni changamoto, sizitaji tu kwa sababu za kidiplomasia. Ningekuwa ni profesa wa chuo kikuu naongea hapa ningesema zaidi. Hapa na sisi tumepoteza, tumehuzunika, tunamuombea, ameingia rais, haijalishi ni mwanamama, eti amechukua nchi na nchi inakwenda. Sasa ni kweli tukiwa na mapungufu tujitahidi tufanye vizuri, lakini sasa miaka 60, hebu tu celebrate hiyo. Hebu tuadhimishe. Na zile kauli mbiu hizo sawa, unaweza kusema kilimo cha kufanya kupona tunaenda wapi, lakini leo nataka tuadhimishe kwamba tunajitosheleza kwa chakula. Na naongeza sana kwenye ile label, lakini kabla sijaingia sehemu nyingine, nakumbuka hotuba moja ya Mwalimu Nyerere. Nakumbuka alitoa Sumbawanga hizo. Nilikuwa napenda sana siasa, nasikiza hotuba zake zote. Alisema jamani, kwenye makaburi hatutafanya biashara, lakini lazima tujitosheleze kwa chakula. Hilo. Anasema mimi sasa hivi nikaambiwa hapa nchini hamna viatu. Na viatu vinapatikana South Africa peke yake. Sisi tuenda kuchukua viatu kwa makaburi, tutasema tembeeni pekupeku. Anasema lakini kama hakuna chakula na chakula kinapatikana kwa makaburi peke yake, nitakwenda kule kuomba chakula. Sasa ameondoka, nchi imekwenda, tunajitosheleza kwa chakula jamani. Hili si dogo. Sawa, tusibweteke, tuna mengi sana ya kufanya. Na leo tunazungumzia masoko ya mazao yote ya chakula kama mazao ya biashara. Kila mtu anataka alime auze. Unaona? Kwa maana yake ni kwamba analima ziada. Tumeacha kilimo cha kujikimu wakati tunaweza, unalima ziada. Kwa analima mahindi sasa hivi na analima kahawa, wote wanalima kwa ajili ya biashara. Ni hatua kubwa, imeleta changamoto mpya za masoko. Haya, Zamaradi mnaangalia ndio nakwenda. Wakulima na wafanyakazi. Wafanyakazi labda ndio wanaangaliwa sana. Nchi yetu inaendelea. Kwa hiyo changamoto zipo kwa wafanyakazi, zipo kwa wakulima. Huo ndio ukweli wenyewe. Hatuwezi kudanganya. Ukweli upo. Lakini kweli serikali iangalie wakulima. Nitoe mfano korosho viatilifu wakulima wamepataje? Wamenunua. Wana serikali. Umeweka utaratibu wamepewa. Sasa ni kusema serikali kweli haijali wakulima katika mambo kama haya. Sasa hivi nguvu kubwa inaenda kuongeza huduma za ugali. Kwamba mkulima aende akapate ushauri wa kitaalamu. Hizi pikipiki tunazonunua, tunagawa. Sio kumjali mkulima kweli, kwa sababu huyu tunamwezesha aende akamhudumie mkulima. Kwa hiyo ni kweli ukiangalia mambo mengine unaweza kusema hata mabenki mfanyakazi anaweza kupata mkopo kwa sababu mshahara wake unapitia benki. Sasa mkulima ni changamoto na ndio tunajaribu kuresolve, lakini serikali ndio imeanzisha benki ya wakulima. Serikali sasa hiyo inaanzisha benki kama haijali wakulima. Na kujaribu kuweka zone. Ni vigumu sana kuwa na benki ya wakulima alafu ufungue tawi kila mahali. Utajikuta tunatumia hela nyingi sana kulipa mshahara kuliko kwenda kuwapa wakulima. Lakini benki ya kilimo ipo, imeanzishwa na serikali na kwa hiyo juhudi zinakwenda. Narudia tena. Kusema hivi nataka tu tuadhimishe miaka 60 kwa hatua tuliyopiga, lakini hatubweteki.
Tunajua kuna safari ndefu ya kwenda. Si nchi ndio yenyewe hii, tumepata uhuru mwaka 61 kwa Tanganyika, mapinduzi mwaka 64, sio? Kupata Tanzania juzi tu hapo. Watu waliozaliwa sasa ndio miaka 60 hiyo wanakwenda. Kuna nchi zimekaa miaka sasa 1000 zinapambana na njaa bado duniani.